Lakini Baba, we uinuliwe. Matendo yako nashindwa kueleza. Naita watu waje wakuone wewe. Matendo yako nashindwa kueleza. Naita watu waje wakuone wewe. Ndio, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Nina wasalimu wote kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo wa Nazareti. Ninayo matumaini makubwa sana makubwa sana wewe ambaye uko hapa ni mzima na unaendelea salama. Leo nataka tuendelee kuzungumzia swala ambalo linasema, au tuendelee kuzungumzia neno au somo linakwenda kusema, je, Mkristo aamini anaweza kuwa kwenye mahusiano ya kiuchumba na asiyeamini? Nafikiri video ya kwanza tulikwenda kuzungumza machache kidogo, na katika video hili nimesema kwamba tunaendelea. Swali ni kwamba, je, Mkristo anayeamini kweli, hapa naongelea Mkristo anayeamini kweli kweli, je, anaweza kuambatana na mtu ambaye asiyeamini? Zingatia, tunazungumzia stage ya kutoka kwenye uchumba na kwenda kuwa na ndoa, yani kuwa mme na mke. Tunazungumzia kwa sababu tukumbuke ya kwamba kanisa bora ni lile ambalo lina mkusanyiko ya watu, na kanisa ni familia kanisa ni familia tofauti tofauti ambazo zinakutana. Na ili kanisa liwe lenye afya, ni lazima kwanza familia hizo ziwe zenye afya bora. Yaani nazungumzia afya bora kiroho, pia hata maisha ya kawaida. Ni lazima familia hizo ziwe sawa kabisa kabisa. Na kanisa ni mkusanyiko wa familia tofauti tofauti, hiyo ueleweke. Na shetani siku zote anafata familia, yani anapigania sana ndoa, kwa sababu katika ndoa ndiko kunajengeka familia, na hiyo familia ndio kunakuja kanisa, na hiyo kanisa kunakuja watu ambao watakaofanya kazi ya Mungu na watakayoendeleza na kufanya makubwa kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Sasa ni muhimu sana kama Mkristo kujiuliza swali kama na, je, Mkristo asiyeamini anaweza kuambatana na Mkristo anayeamini? Tuliona kwamba jibu ni hapana. Jibu ni hapana kwa sababu tulikwenda kuangalia sisi ambao tuliamini, tunaamini Mungu, tuko tofauti na wao kwa kitu kimoja. Sisi tunaishi kwa kumpendeza Mungu, wao wanaishi kwa kuitukuza na kuipendeza miili yao, yani wanaishi kwa kuifuata sauti ya mwili, lakini sisi tunaishi kwa kuifuata kanuni ya Baba wetu aliye mbinguni. Tukaona kwamba sisi tuliamini ni viumbe tofauti na wao, kwa sababu sisi ni nuru na wao ni watu ambao wanaishi katika giza. Sisi ni nuru na wao ni watu ambao wanaishi katika giza. Sasa panakuwa na utofauti mkubwa sana wa kuweza kuambatana, na panakuwa na ugumu mkubwa sana sisi na wao kuweza kuambatana katika swala moja, kwa sababu hatufanani kwenye maisha ya ngine. Basi tulikuwa na kuangalia hivyo, na leo nataka tuweze kuangalia sasa, kama ni jibu ni hapana, nini ninaweza kufanya mimi kijana ambao nimeokoka, na nifanyeje jambo ambalo litakwenda kunisaidia kupata mchumba ambaye anaokoka kweli kweli. Zingatia jamani, na kuzungumzia anayeokoka kweli kweli, sio yule ambaye anahiga. Maana maandiko yanasema kuna wengine wanaoiga mfano wa utaua, kumbe sio watakatifu. Unakuta kuna watu kabisa wanaeshika Biblia, wanaomba, yani ni watu ambao kabisa wanajisogeza kwenye mambo ya kifalme, lakini sio wana wa ufalme. Kuna tofauti ya kusogea karibu na mfalme, lakini kufanyika mwana
wa mfalme. Maana ukishafanyika mwana wa mfalme, yani unaruhusu yeye aweze kuwa mtawala wa maisha yako, hauko tena wewe kujiongoza binafsi. Na sisi ambao tuliamini tunaongozwa na Mungu, yani tunatawaliwa na utukufu wa Mungu. Anakaa ndani yetu, na aliye kukaa ndani yetu anatuongoza kwa kila jambo lote ambalo tutakwenda kulifanya. Na hivyo hao watu wasioamini nao kuna sauti ambao wanaisikiliza, na kuna ufalme ambao wanautekeleza, na wao wanaenda sawasawa na jinsi ule ufalme unawaagiza kuenenda. Bwana asifiwe sana. Ndio tutakwenda kuangalia nini Mkristo aliyokoka kweli kweli anaweza kufanya ili aweze kupata mchumba mwema ambaye atakwenda kujenga naye ndoa na kwenda kujenga familia iliyokuwa bora. Na tutaendelea kuzungumzia mada hii, kisha tutakwenda kuzungumzia jambo lingine linasema faida iliyoko katika kuwa na ndoa ya watu wanaoamini kweli kweli, na madhara ya kuwa na ndoa ya umoja anaamini na mwingine anaamini, na faida zote ziko na madhara yatakuwepo. Na tutakwenda kuangalia faida ya watu ambao wanaamini, faida ya watu ambao wasioamini, ya ndoa ya watu wasioamini, na madhara yako wapi na watu ambao wanayeamini. Tutakwenda kuangalia vitu vingi kwa hii jambo. Tutakwenda kuangalia sasa nini ninaweza kufanya ili niweze kupata mke mwema au mchumba mwema, kama mimi kijana au mimi binti kupata mme mwema aliyeokoka kweli kweli, aliyeokoka kweli kweli. Kabla tujaenda, nitatoa kwanza shauri kwa wachungaji. Wachungaji wote sana, haswa wale ambao walitoka Afrika na wakaja huku na wakasimamisha makanisa, ninawasihi sana, ukisikia hatua ya kijana ambaye unamuongoza anakuambia amepata mchumba, ni lazima wewe kama baba uwe makini kwa kuweza kumwangalia, kwa sababu isifike hatua uje kuwekea mikono ndoa ambayo haina baraka kwa kanisa au haina manufaa yoyote ile katika maisha katika mwili wa Kristo. Ni lazima uwe makini pale ambapo kijana wako anakuambia amepata mchumba. Hakikisha mchumba huyo ambaye anamzungumzia ana sifa zilizo bora katika mwili wa Kristo. Ni binti ambaye ameokoka, ni binti ambaye anamcha Bwana. Maana makanisa mengi yanazoelea kuwa na namba ya ndoa nyingi kanisani, lakini wanashindwa kuwa na utafiti kwa ajili ya watu hawa wanakwenda kuoana, au kwa ajili ya watu hawa wanasema kwamba ni wachumba. Usifurahie kuunganisha ndoa na huku baadaye hakuna faida katika ndoa hiyo. Tufike hatua tuwe na jitihada ya kuweza kuwa na utafiti wa kila hatua tunayoiona mbele ya maishani mwetu, kwa sababu kuna watu wengi wanaigiza sana kwa mwili wa Kristo. Na kama wachungaji msiokuwa na macho ya kiroho, msiokuwa na moyo wa utambuzi, mtakwenda kuunganisha, mtakwenda kuwekea mikono ndoa ambayo haitaleta manufaa. Ndio nakuta kijana wako alikuwa akikaa vizuri sana, alikuwa ni kijana ambaye yuko imara sana katika maisha ya kiroho, alikuwa ni kijana ambao kila jitihada anaifanya kwa ajili ya kuipendeza mwili wa Kristo, lakini inafika hatua kijana huyo yeye kuoa tu, kijana anakuwa na kubadilika, kijana anakuwa tofauti. Ni kwa sababu hakukufanyika utafiti. Unakuta binti ambaye alikwenda kumwoa ni binti ambaye bado hajaamini, lakini bado alikuwa kwenye kusanyiko, au ni binti ambaye hajaamini kabisa kabisa, na unakuta inaleta changamoto na kijana huo unakwenda kumpoteza. Na mchungaji lazima uwe makini sana pale ambapo binti ambaye unayemuongoza anakuambia amepata kijana anataka kumwoa. Ni lazima pawe na utafiti. Hautamwamulia nani amuoe, lakini atakayemwamulia nani amuoe ni Kristo, na atakayemwamulia nani aoe ni yeye, kufuatana na jinsi anavyotia imani yake kwa huyu Mungu tunayemwamini.
sawa na imani, sawa na jinsi anavyowekeza muda kwa Mungu, ndipo atakwenda kupata mfunuo na ufahamu zaidi ya kuweza kujua huyu ananifaa kama mimi ambaye nimeokoka kweli kweli. Je, huyu ananifaa kuwa mume wangu ambaye mimi ninaokoka, na huyu ananifaa kuwa mke wangu kama mimi ambaye nimeokoka. Ni makini sana uelewe hiki. Usifate mkumbo ya watu, usifate mashauri ya watu katika masuala ya kuoa, bali msikilize Mungu anasema nini juu ya huyo binti. Msikilize Mungu anasema nini juu ya huyo kijana ambaye anakwenda kukoa. Je, atakuwa ni msaada kwako katika maisha ya kiroho, au je huyo binti atakuwa ni msaada kwako katika maisha ya kiroho? Maana maandiko yanatuzungumzia uso unoa uso. Hasa huyo atakweza kukusaidia pale ambapo unakwenda kuteleza, atakwenda kukusaidia kwenye maombi. Lazima uweze kuwa na maswali. Hiyo tu ni shauri kwa wachungaji, lazima muweze kuzingatia hilo. Basi kijana ambaye anayeokoka kweli kweli, ni lazima kwanza uweze kujitambua. Yaani uweze kujitambua ya kwamba kama nimeamua kuoa binti ambaye ameokoka kweli kweli, maana mimi ni nuru. Ni lazima kwanza uwe na kujitambua wewe binafsi, kwanza katika roho, pia katika mwili. Angalia maisha yako ya kiroho yakoje. Je, uko tayari kukamata maamuzi ambayo utajua kwamba mwanaume katika nyumba ni mtu ambaye anakamata majukumu mengi sana katika maisha ya kiroho, pia katika maisha ya kimwili? Ni kuweza kujitambua. Jiulize swali kwanza wewe, je, mimi kijana ambao natamani kuwa binti aliyeokoka kweli kweli, ambaye anayemcha Bwana, mimi kwanza ninamcha Bwana? Mimi kwanza ninaokoka? Mimi kwanza ni huyu Mungu kwangu ninamkamata kuwa kama nani? Jambo la pili ni kuweza kujitenga na vishawishi vya warafiki wasioamini. Yaani kiufupi ni kujitenga na mashauri ya watu wasioamini. Ndiyo, ikifika masuala ya kiroho ni lazima uwe makini sana kuweza kufanya maamuzi. Na ikifika maisha ya kawaida, kuna mashauri ya watu wasioamini, wana mashauri mema yatakaye kusaidia. Lakini pia zaidi sana zingatia, wekeza muda sana kwa watu ambao wanayeamini, kwa sababu hao watu walioamini ndio watakao kusaidia kutoa mashauri bora yatakao kusaidia wewe kufanya maamuzi sahihi. Yaani usitamani unataka kuoa alafu una marafiki ambao wanaokuzunguka ni watu ambao wasioamini kwa muda mrefu sana. Maana hakuna kitu watakacho kushauria ikifika hatua ya kuweza kupata mwenzi. Watakwambia upendo ni upendo, ukishapenda na unapenda. Hivyo ni kitu kama na hicho. Lakini kwa watu ambao wanaamini kweli kweli, wanaokuwa kweli kweli, patakuwa na ushauri wa kina zaidi pale ambapo unawaambia nataka niwe binti huyu. Watakushauria namna jinsi ya kuweza kufanya nini unaweza kufanya ili uweze kuwa na mke mwema kwenye safari yako ya ndoa. Ni lazima uzingatie hilo. Jitenge na vishawishi na watu ambao wasioamini zaidi sana, kwa maana ni lazima ukae na watu wale ambao wako katika njia iliyo njema, watu ambao wanakufanana wewe. Jambo la fuatia ni kwamba mshirikishe Mungu katika hili swala la ndoa au la uchumba. Mshirikishe Mungu. Maana maandiko yanasema kwenye kitabu cha Mathayo sura yake ya 9. Hebu tusome hapo, sura yake ya 19. Mathayo sura yake ya 19. Sura yake ya 19, tuangalie hapa mstari ule wa 3 mpaka 5. Inasema hivi: basi Mafarisayo wakamwendea wakamjaribu, wakimwambia, je, ni halali mtu kumwacha mkewe kwa kila sababu? Akajibu akawaambia, amkusoma ya kwamba yeye aliyewaumba mwanzo aliwaumba mtu mume na mtu mke? Akasema, kwa sababu hiyo mtu atamwacha babaye na mamaye, na ataambatana na mkewe,
na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Zingatia hapo, hata wamekuwa si mwili tena, bali mwili mmoja. Basi aliyowaunganisha Mungu, mwanadamu au asiwatenganishe. Sikiliza hapo, maana kwamba Mungu ndio alianza jambo la kuweza kuweka mme na mke kuwa ndoa, aliwaunganisha. Sasa kama ni yeye ndo alilianza, ni lazima umtazame yeye, maana kwamba swala la wewe kutaka kuingia kwenye uchumba, kutafuta mke mwema ambaye sio swala la kuwa boyfriend na girlfriend. Nafikiri niliwahi kuzungumzia kwamba Mkristo aliyeamini kweli kweli hastahili kuwa na boyfriend au hastahili kuwa na girlfriend. Hastahili kabisa kabisa, maana kinyume cha girlfriend na boyfriend ni uasherati na uzinifu, ndiko kitakapoendelea na maahadi yasiyokuwa na kikomo. Basi Mkristo anastahili kuwa na uchumba. Tunapata wapi? Tukiangalia Yusufu na Maria walikuwa ni wachumba, basi Mkristo ni lazima awe na mchumba ili kufika hatua ya kuwa mke na mme. Basi mshirikishe Mungu katika hili swala. Kuna mambo mengi tunaweza kwenda kuangalia, lakini mshirikishe Mungu kwenye hili swala. Mshirikishe Mungu kwa maombi, mwambie Bwana, unafika hatua ya kuamua kutaka kuoa, mshirikishe. Ninakuhakikishia Mungu lazima atasema na wewe. Kama kweli umeokoka kweli kweli, Mungu atakwenda kusema na wewe. Usifate society inasema nini, usifate jamii inasema nini ikifika swala la kuweza kuoa. Msikilize Mungu, maandiko yanasema nini, au Mungu anasema nini ikifika swala la kuja kuoa, ikifika stage ya kusema kwamba ninaamua kutaka kuwa na mwenzi. Maana sisi tuliamini, tunapoamua kuoa, tunakaa katika ndoa, yani tunakuwa ni mwili mmoja, na tukishakuwa mwili mmoja ni lazima tushirikiane kwa jambo lolote, kwa namna yoyote, kwa hali yeyote. Ndio maana tunashauri sana, ndio maana hata Biblia inashauri sana tuweze kuwa makini sana pale ambapo tunapokuwa kufanya maamuzi ya kuoa. Maana ndoa ya wachamungu ndiyo inampendeza Mungu asilimia zote. Ndoa ya wachamungu, na ndoa ya wachamungu ndiyo inamponda shetani kichwa siku zote, kwa sababu ndoa hiyo kunakuwa na maarifa ya kimungu ndani yake, na hayo maarifa ya kimungu yakishakuwa kwa mke na kwa mme, unakuta ni ndoa iliyo bora na ndoa ambayo inasimama katika imani. Na ikishakuwa bora hivyo, unakuta ndoa hiyo inakwenda kujenga familia ambayo itakwenda kusimama sana na kuweza kufanya kazi ya Mungu. Mungu akusaidie sana ndugu mpendwa, na Mungu akubariki.